Amani ya Bwana iweze kuwa pamoja nanyi. Tupo katika pati ya 3 sasa, tukiendelea na mwendelezo wa masomo yetu ya namna ambavyo tunatakiwa tuenende katika nyumba ya Mungu na vile ambavyo hatutakiwi hata kwenda kanisani kabisa ikiwa hatujajua mambo haya manne ya msingi. Sasa tuko katika jambo la 3 tukibakiwa na pati 1 mbele yetu. Tuko pati ya 3, mambo ni manne na pati ni 4. Sasa tunaenda katika jambo la kichwa kama tulivyoahidiana katika swala la pili. Ninachohitaji mimi kwanza ni kuanza katika maneno ya Paulo katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 ambayo hili tutalisoma 12 mstari wa 28. Anasema basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Kwa hiyo kumbe unyenyekevu na kicho ni vitu vinavyohitajika sana katika ibada ya kumfanyia Mungu wetu wa kweli, ambayo hivi vitu vimekosekana kabisa katika nyumba ya Mungu leo tunapoongea. Maana kuna watu ambao wanakuwa wakiwa na maongezi katika nyumba ya ibada, wengine wakinong'ona na wengine wakisoma, wengine wakicheka na kuchat. Kifo kinawangoja kwa sababu kichwa kimetoka. Lakini tuangalie ya kwamba hii ni kutokana na kwamba dharau imezidi katika makanisa, na kama ukiona ya kwamba hauwezi kutolerate, huwezi kuvumilia kuwa na kichwa katika nyumba ya Mungu, ni heri usingeenda kabisa. Ndio maana tukasema hizi pointi 4 za muhimu kama haujazijua basi ni bora usiende kabisa, au hutaki kuzizingatia ni bora usiende, maana utakuwa ni wewe ni kikwazo kwa wale wako pembeni na wewe, lakini vile vile ni kikwazo kwa malaika wanaohitaji kurusha au kumwaga baraka kwa wengine wanaoabudu. Sasa tumeona ya kwamba anatuambia Paulo tunatakiwa tuwe na unyenyekevu na kichwa. Sasa tukienda katika kitabu kinaitwa Habakuki. Habakuki anatuambia katika 2:20, lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Kumbe kunafaa kuwepo na ukimya na kicho mbele za Mungu anapokuwa katika ibada. Sasa umeenda kwa ajili yake na ni baba yako, mgeni rasmi katika ibada hiyo, na bado mnapiga kelele, bado mnanong'ona. Sikiliza watu wa Mungu. Sikilizeni, tunakwenda kusoma katika shuhuda kadhaa ambazo zitakuonyesha uzito kama utanong'ona, kama utaona ya kwamba unachat na kucheka na kuingia katika vichekesho na kadhalika, ujue hapo umekusha kusa kicho na Mungu hajafurahia ibada yako hata kidogo. Yanahitajika matengenezo. Taanza katika gombo la 5, Testimony to the Churches, alafu nitaingia katika kitabu kingine hapa pendwa kabisa ambacho tutakwenda kukisoma. Sasa katika Testimony to the Churches volume ya 5 nitasoma katika kwanza nisome katika 495 paragraph ya pili. Anasema ni kweli kabisa kwamba heshima ndani ya nyumba ya Bwana inakaribia kutoweka. Heshima ndani ya nyumba ya ibada, ndani ya nyumba ya Bwana patakatifu Bwana imekaribia kutoweka. Sasa anasema tena ni nini kinaendelea hapo? Anasema hivi katika 496 paragraph yake ya pili, anasema ladha ya kimaadili ya waabuduo katika patakatifu wa Mungu lazima iinuliwe, iboreshwe, isafishwe na kutakaswa. Jambo hili limepuuzwa kabisa. Hiyo ni roho ya nabii. Alafu anasema umuhimu wake umepotezwa, na kwa sababu hiyo machafuko na kutokuwa na kicho vimeenea, na hivyo kupelekea Mungu kudharauliwa. Bwana akatusaidie na kutusamehe. Lakini pia vile anasema kama viongozi wa kanisa, wahudumu na washiriki pamoja na wakina baba na kina mama hawatakuwa na mawazo yaliyoinuliwa kuhusiana na swala hili, je, ni nini tunaweza kutarajia kwa watoto wasio na uzoefu? Mara nyingi watoto hupatikana wakiwa kwenye makundi yaliyojitenga mbali na wazazi wao. Wanapaswa kuwa waangalizi, japo wako mbele za Mungu na jicho lake linawatazama. Wanafanya upuuzi na mambo madogo madogo yasiyo na maana. Wananong'ona na kucheka. Ni wazembe wasio na kicho na wasio makini. Ni mara chache tu huwa wanaelekezwa kuwa
mhubiri ni balozi wa Kristo, na kwamba ujumbe unaotolewa ni njia mojawapo ya njia ambazo Mungu amezichagua kwa ajili ya wokovu wa watu wake. Kwa hivyo kunong'ona na kucheka na chattings, unajua chattings, watu wanafanya kubadilishana mawazo hapo na kucheka na kadhalika wakiwa katika nyumba ya Mungu. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinamchukiza, ni machukizo kwake. Ni heri mtu asingeenda katika kuabudu kama hapo aabudu, na kwa sababu ukiongea na mwingine unamtoa katika focus. Tulisoma katika pati nyingine hapo kabla, ikia katika part kama si ya pili au ya kwanza, tuliangalia tukasema kwamba Bwana anakuwa anachukizwa wale watu ambao watakuwa wanavuta uwepo wa kiakili kuwaelekea wao na kutoka kwa Mungu. Mungu hudharauliwa, naye anachukizwa na jambo hili. Sasa ikiwa kama hivi watu wangekuwa wanaona malaika anayeandika vile ambavyo vinafanywa hapo katika ibada, wangejionea aibu wenyewe. Usirudie tena kucheka katika kanisa, usirudie tena kunong'ona katika kanisa, usirudie kutokuwa na kichwa katika kanisa. Ni heri usingeenda kuliko kuleta makwazo katika kanisa na kuwakwaza hata wahudumu. Sasa ukipata wakati kama unaweza kuaccess kupata hii testimony volume 5, unaweza ukasoma vizuri kuanzia 492 mpaka 495. Sasa kitabu cha pili nahitaji tuweze kusoma na wewe, na soma katika kitabu cha ujumbe kwa vijana, ambacho leo tunakuja kuona ya kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo vijana ndio wanaoharibu kanisa kabisa. Hilo hata hatuwezi tukabageni, lakini ndio ambao wanategemewa kujenga kanisa, maana ndio wanaachwa na wazee. Lakini leo kichwa kimepungua na wanaoharibu ni vijana. Sasa tunahitajika kupata vijana watakaosimama kama kina Danieli leo katika makanisa, ambao tutapata kupitia mafundisho haya. Bwana akawasaidie sana. Sasa ninaomba tuweze kusoma katika hiki kitabu ambacho nipendwa sana. Kama kuna mtu yeyote ambaye kweli katika vijana, hata kama ni mzee anahitaji kumnunulia hata mtoto wake, ninawashauri sana kinunuliwe hiki kitabu na wavisome. Hiki kitabu kinaitwa Ujumbe kwa Vijana. Ujumbe kwa Vijana. Sasa Ujumbe kwa Vijana ni kitabu pendwa sana ambacho kila kijana nilitamani kama angeweza kupata, si kuwa nacho tu, maana wengine hata wanavyo na hawasomi. Hiki kitabu kimejaa mpaka masuala ya ndoa, uchumba, ambavyo leo vinawachanganya vichwa wazee mpaka vijana, kuangalia kwamba ni namna gani wasije wakapoteleza. Hichi kitabu kiko nazo. Sasa tusieni huko kwa sababu sio mada tunayozungumza leo, lakini hoja tunayoangalia leo ni kichwa ndani ya ibada. Sasa tunaenda katika ukurasa wa 251 tuangalie kitu ambacho kimeweza kuonyeshwa katika kile ambacho tutaanzia 250 alafu tuende mpaka 51 na kuendelea hapo. Anasema hivi, kuanzia 250, kichwa kina, na hii ni sura ya 86, kinaanza kichwa. Anasema mwenendo katika nyumba ya Mungu. Kichwa kinatakiwa sana miongoni mwa vijana wa kizazi hiki. Najisikia vibaya ninapowaona watoto na vijana wa wazazi wenye dini ambao hawazingatii utaratibu na utulivu ambao unapaswa kuzingatiwa ndani ya kanisa la Mungu. Lakini anasema nini? Wakati watumishi wa Mungu wanapowasilisha maneno ya uzima kwa watu, baadhi wanasoma, wengine wananong'ona na wengine wanacheka. Haya mambo yanatokea mara nyingi katika makanisa. Macho yao yanatenda dhambi kwa kuhamisha mawazo ya wale wanaowazunguka. Ndio tulisema ile point katika kipindi kilichopita, ya kwamba wanahamisha mawazo ya watu wengine na wanatenda dhambi kwa kufanya hivyo. Kina anasemaje? Anaendelea. Anasema tabia hii ikiruhusiwa kuendelea bila kudhibitiwa itakuwa na kuharibu wengine. Watoto na vijana hawapaswi kujisikia kuwa na jambo la kujivunia kwa wao kutojali na kuwa wazembe katika mikutano ambapo Mungu anaabudiwa. Unaona? Sasa anasema Mungu huona kila wazo. Mungu huona kila wazo. Anasema au tendo lisilokuwa na maana na linarekodiwa katika vitabu vya mbinguni, yanarekodiwa. Sasa tuingie katika 251. Anasema hivi, usiwe na kicho kidogo. Sasa
tumeona katika Paulo anatueleza kwamba kwa sababu tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo neema tutakayojaliwa na Mungu tuweze kumtolea ibada yenye kumpendeza pamoja na nini? Na unyenyekevu na kicho. Sasa anasema usiwe na kicho kidogo kwenye nyumba ya ibada ya Mungu kiasi cha kuongea na mtu mwingine wakati wa hubiri. Usiwe na kicho kidogo kiasi hicho. Ikiwa wale wanaotenda kosa hili wangeona malaika wa Mungu wakiwaangalia na kurekodi matendo yao, wangejawa na aibu na chuki dhidi yao wenyewe. Kwa nini? Mungu anataka wasikilizaji makini. Mungu anataka wasikilizaji makini. Kama ungeona malaika wakiandika unavyocheka kanisani, wakiandika unavyonong'ona kanisani, ungejionea aibu na kujichukia mwenyewe. Unaona? Ungeonea aibu na kujichukia mwenyewe. Bwana akatusaidie sana katika hili swala la tatu, tusiweze kuingia katika mtego huo. Bwana akatusaidie tukiwa na unyenyekevu, na ili uweze kupata unyenyekevu, jihisi kama vile Kristo yupo na wewe katika mwili. Ukiona katika kitabu cha Mathayo 18:20 anasema wakusanyikapo 2 au 3 kwa jina langu mimi nipo katikati yao. Sasa akiwepo hapo, jihisi kama upo na yeye. Je, ungepiga story na mwenzako? Je, ungechati na yule unayechati naye kwenye simu? Na kama sivyo, acha, maana Kristo anachukizwa unamrudisha msalabani, kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania 6. Bwana akatusaidia katika hiyo. Tuingie katika pati ya mwisho ambayo tutaenda kuangalia kitu cha msingi ambacho wengi hukosea baada ya ibada. Baada ya ibada wengi wanakosea hiki. Twende katika pati ya 4, tutakuja kuona Bwana